hakuna mtu ambaye tunamuimbia hapa, wala hakuna mtu ambaye tumekutanika kwa ajili yake. Tumekutanika kwa ajili ya jina la Kristo, kwa sababu kama si Kristo maana yake tusingekuwa mahali hapa. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu sana, naamini atakwenda kutuhudumia. Leo tunakwenda kusikia ujumbe ambao ninaamini utaendelea kutuwezesha katika maisha yetu ya wokovu. Tunaishi ulimwenguni huu, lakini katika ulimwengu huu tunaoishi tuelewe kwamba hatujaja hapa duniani kwa sababu tu ya kuishi. Kuna kusudi la Mungu. Tutakwenda kusikia kichwa kinachosema, tutakwenda kusikia somo lenye kichwa kinachosema namna ya kuyatambua maono ya kimungu. Namna ya kuyatambua maono ya kimungu. Na nimesema kwamba katika ulimwengu huu tumezaliwa, lakini hatujaja tuseme kuja kuishi tu na kufa. Yaani kusudi la Mungu alikuwa kwamba tuzaliwe, tuje katika ulimwengu huu, alafu tufe. Kwamba tuje ulimwenguni tusumbukie maisha, tutafute kula, tutafute namna ya kodi, wakati mwingine tutafute hiki, alafu tuzeeke, pengine na watoto tuzeeke, alafu tufe. Hivyo kweli Mungu kweli project yake yote ni kwa ajili ya hivyo tu, kwamba nimezaliwa ni kuzwe, nianze kupambana, kukimbizana, alafu nizeeke, nife. Hivyo tu. Duniani tumekuja, lakini kuna assignment, kuna kazi ambayo kila mmoja wetu yapasa kuifanya. Sasa tunavosikia somo la leo, namna ya kuyatambua maono ya kimungu, tutakuja kuelewa huko mbeleni kwamba moja ya kitu ambacho kinatusaidia kujua kwa nini tupo katika ulimwengu huu ni pale ambapo tutajua maono. Na maono tutakuja kuyaangalia, tutakuja kuona maono katika namna mbili. Lakini ni maono yale ambayo Mungu aliyaona wakati anakuumba au wakati anatuumba. Kwamba kuna picha ambayo iko ndani yetu. Hiyo picha ambayo ni maono, utakapoiona, utakapotambua maono ya Mungu au maono ya kimungu, ni rahisi sasa kuweza kujidiscipline au kuweza kutembea katika ile. Kwa hiyo katika utangulizi tunachoweza kusema ni kwamba tunapoona mafanikio yote popote yanayogusa jamii, mafanikio yote, ukiona sehemu katika jamii kuna mafanikio yote yanayogusa jamii, ujue mafanikio hayo yalipangwa kabla hayajatokea. Yaani mafanikio yanapoonekana katika jamii, unajua kwamba kuna watu walipanga. Yaani kuna mipango ilipangwa kabla ya mafanikio hayajatokea. Na kinachomsukuma mtu kupanga mafanikio ni picha ambayo anaitazamia au picha inayotazamiwa. Kwamba kuna picha ambayo mtu anaipata, alafu ndio anapanga kulingana na hiyo picha ambayo alionayo. Na mtu hawezi kupanga kama hana picha. Yaani haiwezekani mtu anasema unajenga ili nini? Lazima kuna picha ulio nayo. Unachokifanya kile ili nini? Ile picha ya mkoo, ninafanya kitu fulani. Ninapanga mambo haya kwa sababu kuna picha ambayo. Kwa hiyo kinachosababisha mipango, kinachosababisha watu kupanga ni picha ambayo inatazamiwa. Sasa hiyo picha ambayo inatazamiwa, hiyo picha ambayo inautazamiwa ni maono. Kwa hiyo unaweza ukafanya mambo mengi, ukapanga mipango, kuna vitu unavitekeleza, lakini kwa sababu kuna picha ambayo unataka kuifikia. Kuna picha ambayo unataka kuifikia. Hiyo picha inaitwa maono. Sasa nimezungumza maono. Maono yanaweza yakatokana na namna mbili. Yanaweza kutokana na namna mbili, au hiyo picha inayotazamiwa au huo muono unaweza ukatokana na namna mbili. Inaweza kawa ikatokana ni matamanio ya kimwili au maono ya mwili, matamanio ya kimwili. Na inaweza ikatokana na nia ya roho au maono ya rohoni.
au tunaweza kusema maono ya kimungu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akasema ameona maono, kuna picha ambayo anaiona mbele yake, lakini hiyo picha imetokana na matamanio ya kimwili. Inawezekana itakuwa ameona maono sawa, lakini maono hayo aliyaona ni maono ambayo ni yametokana na matamanio ya kimwili. Ndio maana tuna kichwa kimesema kwamba namna ya kuyatambua maono ya kimungu. Kwa sababu kuna maono ya namna mtu anaweza kaja na kila mtu anakuja ana maono, lakini kuna maono ambayo yamevuviwa na matamanio ya kimwili, matamanio ya kimwili. Sasa tukiangalia kwa mfano hii maono au maono ambayo yanatokana na matamanio ya kimwili, ni maono ambayo yana nia au yanatamani kupata mafanikio kwa ajili ya fahari ya mwilini. Kama mtu anakuwa na picha ambayo anaipangia mipango, ambayo anaisumbukia, ambayo anakimbizana nayo, lakini lengo kubwa ni fahari za kimwili, fahari za ni personal ambition, ni matamanio binafsi, kwamba kila anachokipanga, kila anachokiwaza ni kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yangu mimi. Tasikia nikiwa na ndinga hapa, watu watanijuaje? Lazima na mimi ni shine katika nchi, lazima niwe na. Lakini ukimwambia hivyo vitu kwa ajili gani, yani hana baseline. Kwa hiyo unakuta mtu anawaza kwa ajili yake, anakuwa na picha sawa, ambayo hiyo picha hatuwezi kusema hiyo picha kwamba imetimilika, lakini anayo, akikushirikisha ni namna ya picha, lakini hiyo picha imebezi kwangu mimi. Ndio ile unakuta mtu anataka rekodi kwa ajili ya jina, lazima na mimi ni trend, lazima na mimi nijulikane. Anafanya lengo nini? Mimi. Sasa hiyo ni mafanikio ambayo yanatokana, au ni maono yanatokana na matamanio ya mwili. It's all about me. Ni kuhusu mimi. Katika hili Yesu mwenyewe alishawahi kutoa mfano katika kitabu cha Luka 12 kuanzia mstari wa 16. Akawa anazungumza kwa habari ya tajiri mmoja, asema akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake, akasema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi. Plan hiyo. Plan. Anasema nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vingi vyema ulivyojiwekea akiba miaka mingi. Pumzika basi, ule unywe ufurahi. Sema, lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanataka roho yako, na vitu vyote ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Asema, ndivyo alivyo mtu ajiwekea akiba, asijitajirisha kwa Mungu. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, miili yenu mtavaa nini. Asema, kwa maana maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Huyu jamaa alikuwa na mavuno mengi, akatengeneza picha kwamba nitajenga ghala, plan hiyo, nitajenga ghala kubwa, nitaweka hivi, alafu sasa nijiambie nafsi zangu, tulia, ule ufurahi. Yani tayari alikuwa ashaweka kwa ajili yake mwenyewe. Na wakati mwingine katika maisha ipo kwamba unajua mtu anaweza kawa labda na uwezo fulani, labda na kipawa fulani, anasema sasa mimi kipawa changu hiki nitakitumia, najua kitanipatia pesa, alafu kipatia pesa nitatulia sasa, jenge, niwe na kwangu ni. Yani kuna namna fulani tayari kile kitu anacho, aidha na kipawa au na fedha, lakini fedha au ile opportunity alionayo anaipangia kwa ajili ya mimi. Kwamba huyu jamaa alikuwa ana mahindi, alikuwa na hizo nafaka tuseme. Sasa namna ambavyo alikuwa anapanga, namna alivyokuwa anapanga, ilikuwa ni kwa ajili yake, kwa ajili ya tamaa. Unajua mwili bana, ukizungumza mwili unapenda kula, kushiba, kutulia.
yani unajua kama ungekuwa na option kwamba hakuna kufanya kazi, kuna mtu unakaa tu, mtu una hivyo, yani watu mbona wangeona kwamba haya ndo maisha. Unajua watu, mwili huwa haupendi kujishughulisha, haupendi kusumbuka. Ndio maana huyu jamaa Yesu alitolea, lakini Yesu akasema kwamba maisha ni zaidi ya chakula. Kwamba tunakuja hapa ulimwenguni, sawa, tunaishi, tunatafuta vyakula na kadhalika, lakini tuelewe kwamba japokuwa tuna vihitaji, kwamba hatuishi ili tule, hatuishi ili tuvae, tunakula ili tuishi, na tunaishi ili kuna assignment ya kufanya. Tunakula au tunavaa, tunaishi sio kwamba ili tuvae, ila tunavaa kwa sababu kuna assignment ya kufanya. Kama nisipovaa kuna assignment sitaweza kuifanya. Kwa nini? Kwanza watu watanishangaa, huyu jamaa vipi? Mbona? Kwa hiyo ndio hivyo kwamba ninavihitaji vile ninavyovihitaji kwa ajili ya assignment. Si vihitaji vile ambavyo ninavihitaji kwa maana kwamba vya mwilini ili tu nipate vya mwilini. Unajua kuna namna ambavyo unaenda tunamwomba Mungu vitu, lakini hivyo vitu ili nini? Ili nini? Yani basic needs. Kwa nini wameziita basic needs? Hata watu ulimwengu wameita basic needs. Tunavihitaji, yani hivyo vitu tunavihitaji ili tuweze kusustain, kuishi kwa ajili ya assignment. Kwa hiyo hivi vinatufanya tuweze kutimiliza lile kusudi. Sasa hatuwezi tukaishi kwa ajili ya hivi, itakuwa maisha ambayo hayana maana. Kwenye kitabu cha Warumi 8:6 asema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Umeona, nia ya mwili ni mauti, kwamba huyu mtu ana nia au maono yake, nia yake ni kufulfill vya mwilini au kutimiliza zile tamaa za mwili, kutimiliza yale mahitaji yani aishi kwa ajili ya hivyo. Alafu asema bali nia ya roho ni uzima. Kwa hiyo kuna assignment au kuna roho, kuna assignment ambayo inayo roho, katika kila mwanadamu, yani katika kila mwanadamu, katika roho yake kuna assignment ambayo imewekwa. Sasa hiyo nitakuja kwa anayemwamini Mungu, ambaye hamwamini Mungu, yani iko kitu kimewekwa, hizo details za kufanya kitu fulani ambacho kitatatua changamoto katika jamii. Yani iko kitu kipo, anamwamini Mungu, hamwamini Mungu, hiyo kitu ipo. Sasa anasema nia ya mwili ni mauti. Mtu ambaye anafuata ya mwili, kwamba maamuzi yake, mipango yake ni kwa ajili ya mwili, anaangukia katika umauti. Kwa sababu mwili hautosheki, mwili haushibi, mwili kila siku una uhitaji. Yani mwili jinsi ulivyo, ukila hapa sasa hivi umekula vyuku na kadhalika, ukipita kule ukakutana na poku na nini, lazima ningepata hii poku na kachumbari. Yani kila unachokiona yani mwili hautosheki, hakuna namna ambavyo unaweza Ndio maana kila siku unakuta mtu anaweza kauvalisha nguo hii, ukasema hii nguo nzuri, ukavaa mwezi mmoja hii mbona kama imechuja hivi, unataka fashion nyingine. Mwili hauridhiki. Kwa ukitaka kufulfill au kufanya mwili uwe na yani ufurahi, utakusumbua mno. Manake kila siku itabidi uhangaike na hiki na hiki na hiki, ila mambo mengine hautofanya. Kwa hiyo nia ya mwili ni mauti. Nia ya mwili ni mauti. Na kingine pia ambacho Paulo alituonya, Timotheo wa kwanza 1 kuanzia mstari wa 9, ambayo ni ya muhimu kweli, ambayo ni ya muhimu kweli tuielewe. Anasema lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ya kila namna ni kupenda fedha. Anasema ambao wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Sasa sio mbaya kuhitaji tunahitaji mali, si ndio? Tunahitaji fedha. Lakini ili nini?
ili nini? Sasa msisitizo au mkazo unapokuwa tu niwe na mali, niwe na fedha, ili nini? Ili nini? Kwa sababu wanasema watakao kuwa, yani wanaotamani kuwa. Yani unatamani tu kuwa navyo tu, lakini hauna vitakuendesha. Unajua ukiwa na mali nyingi, alafu ukiwa hauna assignment ya kuzitumia hizo mali kwa ajili ya kitu fulani, zitakuendesha. Kwanza utakuwa hauna. Unajua watu wengi tunafikiri kwamba mtu akiwa na hela nyingi ndio anakuwa na amani. Lakini mtu anaweza akawa na fedha au na mali nyingi ndio zikamuendesha, hata kanisani hatutamuona tena. Yaani akawa kila chochote analoliona anawaza anaenda huko. Kila anapo anaenda huko. Kila anapo anaenda huko. Zinamwangamiza. Kwa tunahitaji hivi vitu, lakini kuwe na sababu. Unajua lazima tuwe na sababu ya kumiliki. Sababu ya kumiliki. Sababu ya kupata. Kuna vitu tunavyohitaji, lakini kama hauna sababu. Sasa hiyo ndio maono. Hiyo ndio maono. Kwa sababu utakuja kuona maono ya kimungu. Maono ya kimungu utakuja kuona vizuri. Sio kwa ajili yangu mimi, kwa ajili ya wengine. Sasa kuna kitu ambacho nataka nikizungumzie hapa. Hii kitu cha tamaa ya mali. Kitu cha tamaa ya mali. Uzuri mmoja tuko kwenye social media siku hizi. Tunaangalia social media sema influencers mbalimbali, wa public figures mbalimbali, watu ambao wana ushawishi. Wakati mwingine wanapiga picha na mafedha, wakati mwingine wanapiga picha na magari, wakati mwingine yani kuna namna fulani, kuna namna fulani ya kuwafanya watu wawe na tamaa ya mali. Unajua sio kawaida kwa mtu ambaye amepata mali zake kwa halali, na mtu ambaye ana assignment kwanza aoneshe. Mtu ambaye ana maono, mtu ambaye ana vitu vya kufanya, hawezi kupiga picha na mabegi ya hela, hawezi kupiga picha sio na magari amekaa pale amenini. Yani yote ni kuwafanya vijana wawe na tamaa ya hivyo vitu ili waingie katika uharibifu na tanzi. Kwa sababu mtu anafikia mimi natamani niwe kama fulani, niwe natamani kama niwe na gari kama, niwe natamani kama, then what? Kwa kuna namna fulani pia ya hizi digital devices au digital platforms zinatumika katika kuharibu vijana kuwa na tamaa ya mali na fedha. Yaani mtu ambaye kuwa makini sana na mtu ambaye anapiga picha na mahela, anapiga picha na vitu vya kuwa naye makini. Kwa sababu hiyo kitu, yani hiyo nia anayoipandikiza kwa watu sio nia njema. Sio nia njema. Ndio maana watu wamekuwa wakiingia katika kazi za ajabu ajabu. Wengine wameenda kuuza hata nafsi zao. Wengine wameenda kuuza hata miili yao kwa ajili ya kuna namna ambavyo walitamanishwa. Walikuwa wametamanishwa kwenye hizi social media na kadhalika. Tunaona vijana hata namna ya miondoko, namna ya mionekano. Yaani anawaza kuwa kama mtu fulani. Maana kwamba hata yeye anajikataa tena. Anakuwa aoni kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Anaona anataka kuwa kama fulani. Na ndio maana tunaona kizazi hiki, hasa vijana wengi mitaani, tunaona hawaishi ile identity yao. Wanaishi kile ambacho wanakiona, ambao ni principle kabisa, kwamba unayemwangalia sana automatically anaku-influence hata the way unavyoishi, the way unavovaa, the way unavoenenda. Unakuta kwa sababu kile unachokiona ndio ambacho Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo, kwamba kitu cha kupenda fedha, kitu cha kupenda mali, kutamani, hayo haiwezi kuwa ni maono, ni matamanio tu ya mwili, matamanio ya mwili. Sasa tuangalie maono ya rohoni au maono ya Mungu au nia ya roho. Nia ya roho au maono ya mwilini mara nyingine yanaweza akawa sio yenye kuvutia. Yaani inawezekana wewe umepewa maono ambayo hata wewe mwenyewe hauyafurahi, kwa baada ya kwamba ukiangalia unaona haya maono ni maono makubwa ambayo yataniingiza katika, yatanitengenezea namna ya maisha ambayo mimi siyakubali. Unaweza kupewa maono ambayo yanakutaka usiishi maisha, kwa sababu maono ya rohoni ni maono ambayo wakati mwingine inawezekana kwenye ulimwengu huu, namna ulivyolelewa au namna ambavyo tabia yako jinsi ilivyo, maono ya rohoni yanakulazimisha uswitch namna ya mwenendo, namna ya ratiba,
kila kitu, yanavuruga maisha yako ili nini uweze kuyafulfill. Sasa kuna namna nyingine maono ya kimungu hizi yanapokuja, wakati mwingine hayafurahishi kwa mwili. Yaani mwili wako ukiangalia unasema yaani hiki kikombe hiki kweli hili jambo siwezi kulifanikisha. Yaani mwili unakataa, unaanza kupingana na roho yako. Sababu ile nimesema maono ya kimungu yanawekwa katika roho ya mwanadamu ndani. Na ndio maana wakati mwingine Mungu anaweza kuonyesha picha au kuna kitu ambacho unakiona ndani yako, alafu unakuta mwili unatengeneza visingizio vingi. Hebu tumwangalie Musa. Yaani haya maono ya kimungu ninayozungumzia, au maono ambayo yanaweka katika roho. Maono ya kimungu ni yanaweka katika roho. Ni maono ambayo kila mtu anayo. Kuna desire fulani ya kusolve changamoto fulani. Yaani kuna changamoto ipo, kuna jambo fulani lipo, alafu ile kuna desire ya kusolve ile changamoto, ambayo hiyo inakuwa tu ndani ya kusukuma, lakini uelewe. Alafu wakati mwingine ukifikiria mimi nitaweza kufanya hili jambo hili, nitaweza kufanya kitu hiki, unaanza kujipa visingizio vingi. Tuangalie mfano waliobeba maono ya namna hii. Tumwangalie Musa alilelewa katika familia ya kifalme. Unajua Musa alitupwa na mama yake, kwa maana kwamba alitegeshwa tuseme, ili kwamba kaokotwe na binti katika familia ya kifalme. Na kweli akafanikiwa, akalelewa katika familia ya kifalme. Na alipokuwa mtu mzima, Biblia itakuja kuona maandiko kwamba alipokuwa mtu mzima, kuna wakati aliona Misri akimpiga Mwebrania. Ile kitu ya ndani yake, yaani kuna namna fulani akareact, akaenda akampiga yule Misri, alafu yule Misri akamficha. Sasa ile kitu hakupanga, kwa sababu huyu kwanza amelelewa katika discipline ya Kimisri na hakuwa anachokupoteza. Yaani alikuwa na privilege zote, alikuwa na hadhi zote, alikuwa kama ni kula, kama ni kunini, yaani haikumlazimu afanye kile alichokifanya. Lakini akajikuta automatic tu anampiga yule Misri Kwa hiyo hakuwa na sababu ya kumtetea huyu Mwebrania, kwa sababu kwanza walikuwa utumwani. Lakini akajikuta ametenda. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba kuna Mungu alivyomteua, alivyomleta Musa, ilikuwa ni kwa ajili ya kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa. Kwa hiyo ile kitu, japokuwa huyu amelelewa katika hali ya amelelewa katika namna ya kifalme, katika tamaduni za Kimisri, lakini bado alipoona huyu anaonewa akampiga huyu. Yaani kuna namna fulani unasema huyu alikuwa alikuwa hajapungukiwa chochote. Kama ni kula, kama ni kuishi, alikuwa anaishi vizuri. Yaani anamtetea huyu, sawa, tunasema alikuwa ni chimbuko lake, ni ndugu zake. Lakini kila alichokifanya alikuwa anajua kwamba hiki ni kitu cha hatari. Ndio maana akamficha. Tusome haya maandiko kutoka 2 kuanzia mstari wa 11. Anasema, na hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, anasema akatoka kuendea ndugu zake. Anasema akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania mmoja wa ndugu zake. Anasema basi akatazama huko na huko, alipoona kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Umeona? Ni kitu kiliwekwa ndani. Yaani hiyo akufundishwa kwamba unajua wewe umezaliwa ili uje kuwatoa wana wa Israeli kwenye nini. Yaani aliona tu akasema hii hapana. Kwa hiyo ile kitu iliwekwa ndani yake. Sasa hebu tuangalie. Sasa amempiga yule jamaa, ikaja ikajulikana, akakimbia. Akajua sasa hii ni hii inaweza nikauawa, akakimbia. Na alipokimbia, maandiko yanasema kwamba wakati sasa anachunga kondoo kule alikokimbilia, anachunga kondoo, Mungu akamtokea katika kijiti ambacho kinawaka moto bila kuteketea. Alafu kuna sauti ikatoka sasa, ikaanza kuongea naye. Kuanzia mstari wa kutoka 3 kuanzia mstari wa 9, naanzia mstari wa 9, anasema katika maelezo kule mwanzo alianza mazungumzo. Anasema kuanzia mstari wa 9 hapa, anasema basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia. Mungu sawa anasema. Anasema tena nimeona mateso yao ambayo wa Misri wanawatesa. Haya basi, ninakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu. Anasema hao wana wa Israeli katika Misri.
Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Anaanza visingizio, mimi ni nani? Yaani mwanzoni alikuta ana desire ile, akamtetea mwana wa Israeli, akamtetea Muisraeli ndugu yake. Lakini huko anatumwa akanasema kwamba mimi ni nani hata niende nikawatoe. Yaani tayari sasa anaanza kuleta visingizio. Lakini pia ukienda mstari wa 13 anasema Musa akawaambia, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani, nitawaambia nini? Anaanza sasa kumuuliza maswali Mungu ambayo yani kutafuta visingizio, atatokaje? Tukienda kwenye sura ya 4, Kutoka 4 kuanzia mstari wa kwanza, anaendelea na ile argument kwamba ilikuwa ni kama ataki, anaweka visingizio. Asema Musa akajibu akasema, lakini tazama hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakutokea. Yaani anaanza kuleta visingizio kwamba watasema Bwana hajakutokea. Yaani mimi najua Bwana amenitokea, lakini anasema kule hawataisikia sauti yangu, Bwana watasema Bwana hajanitokea. Ukishuka tena chini mstari wa 10, akasema Musa akawaambia, Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani. Asema wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Anaanza kujitetea kwamba assignment alioneshwa, maono alioneshwa ya kuwatoa wana wa Israeli, anaanza kujitetea. Kwa maono ya kimungu kuna wakati mwingine unakuwa na visingizio vingi ambavyo ukiviangalia katika namna ya mwilini ni kweli kabisa kwamba hiki kitu ambacho Mungu ananiambia, kwanza sina fedha, sijulikani, hakuna anayenijua. Unajua kuna namna ambavyo sasa mimi namjua nani mjini hapa? Hivi Mungu ananiambia kwamba mimi pengine nitahudumu Afrika nzima, nani ananijua hapa? Sina fedha, kwanza sina kazi, kwanza sina hiki. Unaanza kujipa mapombe, haya mawazo tu. Unaanza kujipa changamoto nyingi. Unaanza kujitengenezea magorofa, unaanza kujiwekea mavigingi. Kwamba nani alikwambia kwamba Mungu anahitaji vile ulivyonavyo ili atimisha kusudi lake? Kwa hiyo tunaona hapa kuna huku chini sasa, nataka niendelee kwa haraka. Unajua Mungu alimkasirikia Musa kwa sababu kuna wakati alikataa. Kuna wakati hapa mwishoni hapa alikataa kwamba Bwana mimi si msemaji. Akaenda huku chini akasema basi nenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalonena. Akasema Bwana nakuomba tuma kwa mkono wako utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Akasema je, haikuwa Haruni ndugu? Yaani alikuwa anazungumza maneno ya uoga. Akamwambia nenda na Haruni. Haiko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua yeye anaweza kusema vizuri. Nimesema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu maono ya kimungu wakati mwingine yanatisha. Wakati mwingine yanatisha. Na wakati mwingine ukiangalia huku na huku hakuna resources ambazo zinaweza zikafanikisha. Na wakati mwingine ukiangalia unaona weaknesses zako nyingi kulifanikisha. Ukawatoe wana wa Israeli wako utumwani. Alafu yeye alikuwa anajua jeshi la Farao, alikuwa anajua mifumo ya Kimisri. Kwa ile experience yake nikawatoe. Kwa hiyo Mungu unasemaje? Unasema yaani kwanza kule nishazingua, nikakimbia. Alafu nikawatoe. Yaani hivyo. La kingine pia Yesu mwenyewe, Yesu Bwana wetu akasema Mathayo 26:41, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili udhaifu. Mwili ulikuwa unagoma. Kwa unaona yani kwa sababu Yesu kuja ulimwenguni alikuja ili auokoe ulimwengu. Lakini kuokoa ulimwengu ilikuwa assignment ile ambayo ni ya mwisho kabisa, msalabani. Kwa alikuwa akiangalia wasema mwili, roho yake iradhi kwa sababu roho ile assignment imeweka katika roho yake. Lakini mwili wake ni dhaifu. Ikabidi aombe. Ikabidi aombe. Kwamba asije akaingia katika majaribu ya kukikataa kila kikombe, akaanza kufanya vurugu. Bwana Yesu asifiwe. Kingine pia tumuangalie Paulo alituelekeza kwa habari ya maono lakini katika namna ya mafundisho. Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 4 anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, anasema bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Anasema iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo ndani ya Yesu Kristo.
ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Asema bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo la mwanadamu, anasema akajinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Iweni na nia hiyo hiyo. Iweni na nia hiyo hiyo alikuwa nayo. Maana kwamba kutimiliza maono au makusudi ya Mungu ni kutoishi maisha yako, kutoishi shauri lako. Unajua hata mimi kuna namna fulani pengine ningependa kuwa huru, kuna namna fulani ningependa kuwa kama wengine, lakini nakubidi utoke katika namna ya utaratibu wako, utoke katika namna ambavyo ushazoea, ili kutimiliza kile cha Mungu. Kwamba usiangalie mambo yako mwenyewe. Mtu anaangalia mambo yake mwenyewe ndio yule ambaye tumesema maono yanatokana na ile personal ambition, matamanio ya mwili. Kwamba na maono, lakini ukiyapima maono, mbona maono haya yamekaa kiwewe? Kwa sababu maono ya kimungu ni kwa ajili ya watu, kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya kuhudumia watu. Yesu hakuja ulimwenguni kwa ajili yake mwenyewe. Alikuja kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Kwa hiyo tunapoangalia maono ya kimungu, tutakuja kuona huko nitakuja kufafanua zaidi, lakini maono ya kimungu ni kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya wengine. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iko unachokiwaza ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Sasa tuangalie kwa haraka sasa namna ya kuyatambua maono ya kimungu. Namna ya kuyatambua maono ya kimungu. Na nimesema hivi kwa sababu pia si kwa ajili yetu tu wenyewe, lakini kuna wakati mwingine tunatumika chini ya maono ya wengine. Unajua katika safari ya kutembea katika maono yako, kuna wakati pia itakufikia au itatufikia tukae chini ya maono ya mwingine ili tupate ile discipline, nidhamu. Sasa ukikaa chini ya mtu ambaye mwenye maono ambayo ni maono ambayo ni ya kibinafsi, yanasukumwa na tamaa binafsi, mtu wa namna hiyo hatakuandaa kutembea katika maono ya kimungu, ila unakuta atakuandaa kwa ajili pia ya wewe kuwa na kutamani vya ulimwengu, kutamani. Unajua kuna namna fulani unaweza ukakaa pengine labda katika let's say kihuduma, ukakaa na mtumishi fulani ambaye kila anachokiwaza ni lazima mjini hapa utuwe na mandinga, lazima yani kuna namna fulani tunajengewa picha ambazo sisi tunakuwa na picha za kutamani vitu. Tunaishi kwa ajili ya vitu. Kwamba thamani yangu mimi ipo kwenye range. Range ni kitu gani? Kwamba mimi nikiwa na range ndio nitaonekana wa thamani. Nikiwa sui na gorofa ndio nitaonekana wa thamani. Nikiwa na hichi ndio nitaonekana thamani. Hiyo sio nia ya kimungu kabisa. Sababu hata Yesu mwenyewe alinyenyekeza. Yesu kinachofanya tumzungumze mpaka leo sio kwa sababu ya mali alizokuwa nazo. Lakini sasa hivi tumekuwa na namna ya watumishi, unakuta wanawaandaa watu. Sasa ukishakaa kwa mtu mwenye maono ya namna hiyo, kwamba maono ambayo yanamsukuma kutenda kazi ni kwa sababu ya personal ambition, kwamba niwe nafanya huduma ili na mimi niwe na maisha mazuri, nitembelee gari fulani, niwe na maisha fulani. Ukishakaa chini ya mtumishi huyo, automatically anakuambukiza ile kitu. Kwa hiyo namna ya kuyatambua maono ya kimungu itatusaidia pia kuweza kujua tunapoandaliwa au tunaposhirikiana. Kwa sababu nimesema kwamba ili mtu atembee katika maono yake, kuna wakati atapita au kuna hatua atapita, atatumika chini ya maono ya mtu mwingine. Kwa mfano hata sisi tumeajiriwa, pengine kiajiriwa sehemu, maana kwamba umeajiriwa pale, kuna maono ya yule ambaye unatumika chini ya maono yake, si ndio? Lakini pia kwenye huduma pia hivyo. Kwenye huduma hii tutakuja kuona baadaye kwamba kuna assignment ambayo Mungu amekuwekea ya kugusa eneo fulani. Lakini katika hiyo assignment ambayo amekuwekea, maono ni ya kwake. Maono kwa hiyo itatusaidia sana kwamba kujua kwamba kutuandaa kutumikia kusudi la maisha yetu. Kwa sababu kuna maono ambayo yanasukumwa na, kama nilivyosema, ni tamaa za mwili, kutumikia tumbo, kutumikia fahari za mwilini, lakini pia kuna kutumikia kusudi. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo au namna ya kutambua maono, nimesema maono ya Mungu yanasukumwa na kutatua changamoto kwa wanadamu na kurahisisha maisha. Yani simple like that. Maono ya kimungu, kile ambacho nataka kukifanya, yanasukumwa
na kutatua changamoto kwa wanadamu na kurahisisha maisha. Yaani vyote unavyoviona hapa, hata hii mic inaoshika hapa, vyote unavyoviona ni watu waliwaza, watu walipata picha kwamba hivi kwa nini tusitengeneze kitu ambacho inawezekana kutengeneza kitu ambacho nikizungumza hapa kina vibrate speaker, alafu ile speaker kwa sababu hewa ikivibrate inatengeneza frequencies za sound. Kwa hiyo kuna mtu aliwaza picha, akatengeneza plani, alafu akaja nayo. Kwa hiyo maono ya Mungu siku zote yanatatua changamoto kwa wanadamu, kwa watu. Yaani msukumo wako ni kwa ajili ya watu, kutatua changamoto kwa watu. Unapoona kuna changamoto sehemu, alafu na wewe kuna picha ya solution ulionayo, ile picha ni maono. Ile picha ya solution ni maono. Kwamba Yesu katika ulimwengu ulikuwa umejaa dhambi. Dhambi ilikuwa ni tatizo. Lakini yeye alikuwa anaona msamaha wa Mungu, kwamba Mungu ni wa rehema. Akitokea tu mtu anaenda kulipa. Akitokea tu mtu ambaye akaenda akajitoa, akatembea katika ukamilifu akajitoa, Mungu anafuta dhambi zao. Kwa hiyo alijitoa Yesu kwa sababu alikuwa anaona picha ya wokovu. Kwa hiyo alikuwa na majibu. Lakini sasa kuna gharama, kwamba maono sawa, unajua picha ni ile, solution ni ile. Kutembea katika ile sasa kuna plan. Kuna kuja ulimwenguni, kuna kuzaliwa, kuna kukua, kuna kujinidhamisha katika kusudi ili usiharibu ile kusudi. Kwa hiyo una mradi, kuna project. Unasema bana tuna project fulani tunataka tuifanye. Ikasababisha nini? Ikatatue changamoto gani? Unajua wakati mwingine tunaweza kuwa na project, lakini kama hatuna picha ya ile kitu ambacho tunataka ikasababisha, tutafanya tu alafu tutakuwa tumefanya, alafu tutakuwa nayo tumefanya, alafu tutakuwa tunajisifu tumefanya, alafu tumefanya. Bana sisi tumefanya kitu hiki. Umefanya kitu hiko ili kafanye kitu gani? Establish jambo hilo, mradi huo, ili kafanyika ikadini jambo gani? Unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza kafanya tu kwa sababu nina uwezo wa kufanya, nina huo uwezo wa kufanya. Wakati mwingine huwa wanakujaga hapa watu wanataka kurekodi na unawauliza hivi jambo nataka ikasababisha nini? Wengi hawana, utasikia anaanza kufikiria sasa. Yaani hapo unaona kabisa anaanza kufikiria. Lakini kiuhalisia unaposhare na mtu, share picha ile ambayo unaona, ile picha ambayo unaona ambayo inatakiwa ifanyike. Ndio kitu cha muhimu sana. Mimi moja ya kitu ambacho nilikuwa nakizungumza hapa kwa habari ya watu wa mikoani, kitu ambacho nakiona ni changamoto. Na imeshaonekana kana kwamba Mungu ni wa upande fulani. Unajua kuna namna fulani tulishatengenezaga mpaka masomo ya malango, kwamba ndio lango la kiroho la taifa hili. Sijui katika Afrika, nishai kusikia masomo katika Afrika, sijui Nigeria, sijui katika kuna namna fulani kwamba tumeweka Mungu ni wa upande fulani, kwamba ukiachilia kitu fulani sehemu fulani, sasa hiyo kitu kwangu mimi naona kabisa ni tatizo. Lakini pia si hivyo tu, kwamba utukufu wa Mungu kudhihirika pande zote. Sema utukufu wa Bwana ukadhihirika pande zote. Ndivyo ambavyo Mungu anatakiwa. Kwa ile namna kiu, ile shauku ya kwamba Mungu kudhihirika pande zote. That is the vision. Kwamba isiwe tu kwamba, unajua watu wengi wanafikiria, na nasema hivi kwa sababu mimi nina experience mikoani na kadhalika. Watu wengi akiwaza kufanya project yote, anaanza kuwaza, hata kuna watu wanakujaga hapa sema bana nataka nimtafute producer fulani wada, nimtafute. Lakini kuna watu huku. Kwa hiyo kila ambacho unakiwaza kitakwenda kutatua jambo fulani, hiyo ni vision. Hayo ni maono. Bwana Yesu asifiwe. Na nimezungumza hivyo kwa sababu ya ile project ambayo tunataka tuifanye. Yaani ile project tunataka tuifanye. Kwa nini nataka nifanye kitu hiko? Kwa nini nimeona ni muhimu tufanye jambo hilo? Kwa sababu nime katika kukaa kwangu Morogoro hapa, nimeona watu outsource watu,
wakaoutsource technicians, wakitengeneza watu wanasafiri, lakini wakiwa na tumaini, wanatumainia kwamba nikiwa sehemu fulani, nikifanya jambo sehemu fulani ndio Mungu ata. Sasa tukishaweka namna ya kuwatumainia watu ni hatari mno. Tukishaweka namna ya kutumainia upande, namna ya kutumainia, na ndio maana watu wa mikoani wakienda mjini hakuna kinachofanyika. Nini? Waliweka tumaini lao kwamba nikienda sehemu fulani, nikisafiri, nikifanya na mtu fulani bana. Wakati mwingine mtu anakuja hapa akamwambia bana, nataka nifanye na mtu fulani, nataje jina kwamba anahisi kwamba utatishika. Unamsikiliza, anamwambia okay, sawa. Kwa nini unaenda kufanya naye huko? Si unajua bana yule ndio ngoma zake kali, muziki wake mzuri. Tayari ukishaona anamsifia sana, yani unajua sasa ataenda kufanya sawa. Alafu pengine labda kama kusikiliza atasikiliza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeona tu nizungumze hiki kitu, namuonea Bwana uwivu. Tukufu wa Bwana ungae pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unafanya hiko kitu? Kwa nini unataka kufanya hiko kitu? Unafanya kwa sababu una hela, unafanya kwa sababu unaweza kuimba. Bana nataka nikarekodi. Kwa nini? Bana mimi naweza kuimba. Sasa kitu napenda muziki. Unafanya kwa sababu ya, lakini hauna picha ya kwenda au mtu mwingine anafanya kwa sababu hiki kitanilipa. Bana anafanya hiki kitanilipa. Fanya hiki bana kitanitoa kimaisha. Kitakutoa kimaisha kuelekea wapi? It's all about you. Ni wewe, ni mimi. Kwamba nikifanya hiki kitanitoa kimaisha, kitanifanikisha, kitanitoa kimaisha. Yani it's all about me, kwamba nitakuwa na gari, nitakuwa na nyumba. Nini hiyo? Hayo yote umeyasikia wapi? Umeyaona wapi? Nimeona watumishi fulani pengine wana hayo mambo. Wamenitamanisha na mimi natamani kuwa na hiyo lifestyle. Ni hatari. Kuna siku moja bwana nilikuwa namsikiliza mfanyabiashara mmoja wa Nigeria. Huyo mfanyabiashara ni mfanyabiashara mkubwa, anaitwa Dangote. Dangote alikuwa anahojiwa kwenye kipindi fulani cha interview cha wazungu. Akamwambia kwa nini ameanzisha mradi wa kiwanda cha kuchakata au cha kusafisha mafuta ghafi yanayoingiza inatoka petroli, diesel na kadhalika na gesi Nigeria. Nigeria ni moja ya nchi ambayo inazalisha mafuta kwa wingi katika Afrika. Lakini yale mafuta walikuwa wakiyazalisha, wana export, wanayapeleka nje, yanaenda nasafishwa. Alafu yanakuja na meli, wananunua petroli na sasa kitu ilikuwa inamnaniu sana, ilikuwa inamuona kwamba alikuwa anaona hii sio sawa. Kwamba ina maana sisi tumeshindwa kuweka kiwanda hapa. Akawa anaona yani kwake ikawa ni kitu ambacho anaona kwake ni kwanza ni opportunity, lakini pia ni changamoto. Kwa hiyo akaattempt au akachukua hatua ya kuestablish kile kitu. Ilimtumia miaka mingi. Anasema kwamba alikuwa anasema kwamba ningejua kwamba ni ngumu kiasi hichi nisingefanya. Lakini anasema wamefika sehemu wameshaweka billions of dollars, wameshaweka trillion of money. Alafu sasa wanakutana na vigingi vizito. Akasema yani hapa lazima liende. Hivyo isiwe lazima iende. Anasema wakutana na vizingiti vingi sana. Paka wametoboa ni miaka mingi. Karibia miaka 5 6 mradi walikuwa wanauwaza. Na imechukua muda mrefu. Kwa hiyo nachotaka kusema ni nini? Nachotaka kusema ni kwamba katika maono kwanza ni yanaweza kawa kwa kila mtu kama nilivyosema, lakini unaweza kufika wakati mwingine ukaona kwamba hiki kitu nilichoingia kweli hiki mpaka nimejiingiza kwenye nimejikaanga hapa, mbona huku kweli kuna kutoka kweli huku. Unajua kuna namna unaweza haya maamuzi niliyofanya. Na nazungumza hivi kwa sababu ninazungumza hivi nikimaanisha. Unaweza ukafika sehemu hapa sasa hapa huku mbele huku. Kitu alisema kwamba yani ningejua nisingeingia. Sababu alikuja akakuta kwamba kuna protocol nyingi, kuna conflict nyingi, kuna argument nyingi, wakati mwingine na watu wa ndani, wakati mwingine na wa nje, kwa sababu unatibua mfumo. Unapoleta mabadiliko kwa watu, kwa jamii, sio lele mama. Yaani kunataka kuleta mabadiliko, kuleta maendeleo kwa wajamii, kwa watu, sio wewe. Kwa wewe inaweza kuwa rahisi. Lakini unapotaka kuleta
transformation kwa watu ni gharama. Utaingia gharama. You have to pay the price. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ile tumesema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Sasa jambo lingine la mwisho, namna ya kuyatambua maono, namna ya kuyatambua maono ya kimungu. Hayo maono lazima yatategemea kufanikishwa na uwezo wa asili unaotokana na mazingira yaliyowekwa mtu. Yaani kwa maana gani? Kwa maana kwamba utatokana na uwezo wa asili. Kuna uwezo wa asili ambao unatokana na mazingira yaliyowekwa mtu. Ninazungumzia vipaji, vipawa. Hiyo ni uwezo wa asili unatokana au unaibuliwa na mazingira ya asili. Kwa hiyo maono ya kimungu mara nyingi kuna namna ambavyo Mungu kuna namna ambavyo unatembea au inakuwa rahisi kwa sababu kuna vipawa au kuna vipaji ambavyo viko ndani yako ambavyo vinawezesha kukamilisha hiko kitu. Na ukitaka kuangalia kusudi la Mungu, moja ya kitu ambacho cha muhimu sana, angalia ule uwezo ulionao, kwenye eneo gani uko vizuri. Kitu gani unaweza kucoordinate kwa haraka haraka. Hiyo ni kitu cha muhimu sana. Moja ya dalili kwamba eneo hili pia lina kitu cha kufanya. Yaani haiwezekani uwekewe kipaji ambacho mwingine hajawekewa, alafu iwe tu ni kwa sababu umewekewa. Hiyo na kitu cha namna hiyo. Yaani iwe tu imewekwa tu kwa bahati, kwamba ni fashion, kwamba ni kama ua limepambwa limewekwa tu pale. Haiwezekani. Kuna assignment ambayo unatakiwa kuitumia. Lakini pia tena kuna uwezo wa Roho wa Mungu. Tunapozungumzia karama. Sasa hii ya kwanza, vipaji na vipawa ni kitu ambacho kinakuja hasa kwa mazoezi. Kwa kadri ambavyo unafanya mazoezi, unaweza kuwa master kwenye hilo eneo, kwenye kipaji chako, kwenye kipawa chako. Lakini pia kuna uwezesho wa Roho wa Mungu, kwamba iko kitu ambacho au hayo maono, njia ya kuyafulfill au njia ya kufanikisha yategemea kuna vitu ambavyo, kuna vipawa ambavyo yaani situmii nguvu sana. Yaani sianze natumia ule uwezo wangu wa ndani kirahisi kuweza kuwa ni sehemu ya kufanikisha hayo maono. Lakini pia kuna hii pia, kama ni katika huduma tunategemea kuna kitu kinachoitwa karama. Karama ni uwezesho wa Roho wa Mungu moja kwa moja. Yaani huwa utokana na mazoezi, mazingira, manini. Huko kadiri ambavyo unakuwa ni mtii kwa Roho Mtakatifu, karama za Mungu zinajidhihirisha. Huna karama, uone kama kuna karama fulani unayo, unatakiwa unyenyekeeze. Sasa kuna kipawa, kuna kipaji. Hivyo ni mazoezi. Lakini when it comes to karama, ndio maana kuna watu wengine wanahudumu kwa vipawa na vipaji. Lakini when it comes to karama, inaitwa spiritual gift, ni zawadi za rohoni. Roho Mtakatifu anaachilia kwa kadiri ya pendavyo. Kwamba tunapotaka karama za Mungu zihudumu ni utii. Kadri ambavyo tunamtii Mungu ndivyo ambavyo nikizungumza hapa kuna ile ambayo mfano nilikuwa nataka nizungumze mfano karamba, nitakesha hapa na muda ushaenda sana. Lakini ninachotaka niseme ni kwamba kuna siku nitakuja kufundisha somo la ndoto hapa, tutakuja kulielewa. Sasa hebu kwa nini somo hili Mungu ametaka kusema na sisi leo? Kwa nini somo hili Mungu anataka kusema tunapomalizia? Mithali 29:18 anasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Anasema bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Tunafanya jambo fulani, hakuna maono ambayo yako wazi, yako halisi. Yaani hatutakuwa na discipline. Kujizuia ni discipline. Hatutakuwa na discipline. Ukiona sehemu hapana discipline, ujue maono ya mahali pale hayajulikani. Kwa hiyo sehemu penye discipline, watu wanajua picha ya kile ambacho wanakwenda kukifanikisha. Kwa hiyo kitu cha kwanza kwa nini somo hili? Tuelewe kwamba maono yanaathiri watu. Ni jambo la mchakato, ni jambo linahitaji discipline, linahitaji kujizuia, na wakati mwingine ni jambo ambalo wakati mwingine tunapitia katika majaribu. Ndio maana akasema kuna wakati mwingine maono ya kimungu unaweza ukafika pointi, yaani kwa sababu kuathiri jamii sio kama unavyofikiria.
kupenetrate kwenye jamii, kubadilisha mfumo wa maisha au kuwasababishia watu wawe na maendeleo au wabadilike kwa namna fulani, ni kitu ambacho kinahitaji discipline, lakini pia wakati mwingine unaweza kupitia majaribu fulani. Kwa hiyo somo hili linakuja linatutia moyo kwamba kama una maono alafu kuna sehemu unafikiri kwamba mbona kama ni ngumu, just keep on, endelea mbele, kwa sababu ndio kawaida ya maono, ndio kawaida ya safari ya kubadilisha pengine jamii, kwa sababu maono ya kimungu nilivyosema lazima yatakuwa ni watu. Kama ni wewe binafsi, anza kubadilisha, anza kufikiria kwa habari ya wengine, Daudi alipakwa mafuta awe mfalme, lakini mpaka awe mfalme ile kuwa mfalme sasa ndo nimekuwa mfalme alionja sema joto ya jiwe, kwamba mpaka afikiza alipakwa mafuta akiwa na nabii, si ndio? Nabii Samuel, si ndio? Alipakwa mafuta, lakini mpaka aje kuwa mfalme alikimbia wakati mwingine Sauli alimuinda, hataki kumuua. Kuna wakati mwingine alijificha kwenye mapango. Kwamba umeona maono haina maana kwamba ndo yale maono yatatokea tu kwa sababu nimepakwa mafuta, mimi ni mtumishi wa Bwana, Bwana amenitia mafuta, Mungu ni mwema ananilinda. Sometimes you have to walk with him. Atakuwa uenenda katika njia zote pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu aliona picha kwamba atakuwa mtu mkuu lakini break ya kwanza ndugu zake kabisa wakamuuza. Yaani tena wale ndio wanawashimulia ushuhuda, wapendwa jamani, nimeona mwezi na nyota zinaniliwa wapendwa, yaani nimeona kweli nitakuwa mtu mkubwa. Wale ndugu zake sema huyu ndio muota ndoto kampiga bei, huyu ndio muota ndoto, kwamba walizika ndoto zake. Alafu akaenda kauzwa kwa mtu ambaye akamuandaa kwa ajili ya sababu kwenda katika nyumba ya mfalme pia, yaani kama isingekuwa kuuzwa kwa yule mkuu wa majeshi, maana yake kwamba asingeenda kwenye gereza la watu wa mfalme. Umeona coordination hiyo kwamba akaenda kauzwa kwa yule askari mkuu wa majeshi ya Farao, Potifa, si ndio? Akauzwa kwa Potifa. Lakini ikatokea tena mule naye akatokea majaribu yakamtupa gerezani. Baadaye gerezani huko sasa ndio kwa ni safari ambayo wakati mwingine inapitia hizo changamoto. Unaweza kawa unawaza hivi katikati kuna mambo yaka-interact. Just keep on. Bwana Yesu asifiwe. Ile kwamba umeona kwamba umepakwa mafuta kwamba ni nini, yani hiyo ni kitu ambacho kinakupa assurance ya kufika. Lakini utafikaje? Unaendelea kusonga mbele hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka ni kingine pia ambacho lazima tutafakari pia, sisi tunatakiwa tuathiri eneo gani? Iko ambacho tunakifanya. Kwa nini tunakutana hapa? Kwa nini tunapanga mipango? Ni kitu ambacho lazima tuende nacho kwa umakini mno. Kwamba hili kinapokuja kutokea tufikiri kwamba Mungu aliweka picha hii ndani yangu na sasa picha hii ni dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapa kwa maana kwamba wakati nafikiri kwa habari ya hii kitu ambacho tunakifanya kwa maana ya huduma, fellowship na kadhalika, kitu ambacho picha ambayo nilikuwa naona au assignment ni wanafunzi, malezi ya kuandaa watenda kazi. Kwa maana kwamba najua watu tayari mko machuadi, watu tayari tuko machuadi, lakini kuna mafundisho, kuna namna fulani ambavyo Mungu anahitaji kutuandaa kwa ajili ya kuenda kwenye tenda kazi. Tumezaliwa upya sawa, kuna hatua tumekuwa sawa, lakini kuna hatua fulani pia ya kuingia katika, Bwana Yesu asifiwe, kuingia katika kutenda kazi. Kwa hiyo ndio maana tunakutana kama fellowship hapo, kuendelea kutiana moyo, kuendelea kufundishana, ili hata kama kuna mawazo ya kihuduma tunayo, maana kwamba tunaenda sasa kutenda kazi katika namna ambayo ni, unajua kuna mtu mwingine anapanda mbegu, mwingine anapalilia, alafu kuna mwingine anakuja anavuna, kuna mtu mwingine kazi yake ni kwenye finishing tu. Kwamba siamini kwamba hapa najua wote na mafundisho tumefundishwa. Ndio tumefundishwa huku na huku. Na yule mtu mwingine kwamba kuna vinini, msasa, unajua msasa inaweza kuna vitu vijakaa vizuri, apiga msasa tu.
kwamba mimi inawezekana nimewekwa kwenye msasa, fundi msasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msije mkaniita fundi msasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndo maana hapa tunaita Fatherhood Pictures ni studio. Fatherhood Picture, it's all about fathering, kulea, malezi. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili, kwa sababu ninaamini kabisa kuna kusudi ambalo Mungu analikusudia, na tuwe na hiyo kiu. Kuna picha, kuna changamoto ya kutatua katika ulimwengu huu, lazima tuweke picha. Basi nimshukuru Mungu kwa ajili yetu sote. Lakini kama hujaona maono ambayo ya kimungu ndani yako, tamani. Kama kuna namna ambavyo ulikuwa unajifikiria mwenyewe, hebu acha kuanzia sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakutukuza kwa ajili ya neno lako hili. Mfalme, ninakuja mbele zako nikitambua kabisa kwamba neno lako huwa alirudi bure. Neno lako huwa alirudi bure, bali utimiza mapenzi yako na kufanikiwa katika yale uliyolituma. Mungu, tunashukuru kwa sababu wewe ndio uliweka maono ndani yetu. Kila mmoja wetu Mungu unafahamu kila ambacho umemuumbia katika maisha haya, kwamba yeye ulimwenguni hapa kuja kula na kuishi na kuondoka kama wazee, bali Mungu kuna jambo ambalo umeliweka ndani yetu ili katika hilo tukatoe hesabu mbele zako. Ninakuja mbele zako Mfalme nikiomba kwa ajili yetu sote, kaendelee kutuimarisha katika kufahamu kwa kina ile picha ambayo Bwana umeweka ndani yetu. Kama vile ulivyomwambia Abraham, toka katika nchi yako, nenda katika ile nchi nitakayokuonesha, nami nitakufanya huko kuwa taifa kuu. Naye Abraham akatoka, wala asijue kwa kina ile mipaka na ile picha ya ile nchi ambayo umemwahidia. Mungu, ninatambua kabisa kwamba umeweka maono ndani yetu, lakini bado tunahitaji kuendelea kujua zaidi kwa kina mipaka, kwa ukubwa na maeneo ambayo Mungu umetukusudia tukapate kutenda kazi. Ninaomba Bwana kwa ajili ya kila mmoja wetu, Mungu kaendelea kutusaidia kuweza kufahamu maono na ile picha ambayo umeweka ndani yetu Bwana, ili maisha yetu yasiwe ni ya kuzurura, yasiwe ni ya kupapasa, bali tukapate kuenenda katika discipline ile ya maisha ambayo Mungu umetazamia tuenende nayo. Wewe ni njia, kweli na uzima. Hakika Mungu tutatembea katika wewe kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu, na kutukuza kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu. Endelea kusema nasi zaidi na zaidi hata tufikie kile ambacho umekikusudia Bwana, tukapata kukitenda. Kwa utukufu wa jina la Kristo nimeomba. Amen. Bwana Mungu, ninakuja kwako, nifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, ninakuja kwako,